Of course, kwa upande mmoja ni sahihi vijana wanapowasihi wale waliokaa muda mrefu kwenye nafasi hizi za kuwania. Kuna watu wamekaa kwenye udiwani kwa muda mrefu miaka 30, 35, 40. Kuna watu wamekaa kwenye ubunge miaka 20, 25, 30, 35. Nadhani wito wa vijana kwamba tupishane kwenye hiyo nafasi ni wito wenye mantiki, kwa kuzingatia uhalisia kwamba kadri ambavyo vizazi vinabadilika ndivyo ambapo hata mahitaji ya kiongozi yanabadilika. Kwa hiyo unahitaji aina ya kiongozi ambaye anaendana na aina ya jamii ya wakati huo. Ni ngumu sana aina ya kiongozi ambaye ujana wake labda ulikuwa miaka 45 iliyopita au miaka 50 iliyopita. Sasa hivi katika kipindi ambacho viongozi wengi ni Watanzania wengi ni vijana na watoto, maanake 60% mpaka 70% ya watu waliopo kwenye nchi hii ni vijana na watoto. Sasa kwenye mazingira hayo ni muhimu viongozi waliopo pia wakawa aidha ni vijana kwa umri, au kama sio vijana kwa umri mawazo yao yanaenda sawa na vijana. Maanake kuna mtu anaweza kaa kijana pia lakini akawa na mawazo ambayo unaona kabisa mawazo haya yame expire, ni mawazo ya kizamani kabisa. Lakini kiongozi anaweza pia kuji-upgrade mwenyewe, akajifunza kwa haraka mahitaji ya kizazi cha wakati huo, mahitaji ya wananchi walio wengi wakati huo, mitazamo yao, na akaweza kwenda nao sawa. Kwa hiyo kwa upande mmoja wanaoomba waliokaa muda mrefu wapumzike wako sahihi kabisa. Kwa upande mwingine, kwenye demokrasia ya uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa, hoja yao inakuwa haina mashiko, kwa sababu mtu hakai pale yeye, anakaa kwa kuchaguliwa. Sasa wito unaweza ukawa ni nini? Wito unaweza ukawa ni kwamba watu wampumzishe, sio yeye. Kwa sababu huyu mtu anawekwa na kina nani? Anaenda kwenye michakato ya kura za maoni za chama. Wanachama walio wengi unakuta wanamchagua aendelee kuwepo. Alafu vinaenda vikao vya juu vya kwenye chama. Vikao hivyo vya juu vya kwenye chama vinavyotazama mahitaji ya wanachama na siasa za eneo hilo vinalirudisha jina lake. Kwa hiyo wito unaweza ukawa sio huyu mtu, kwa sababu huyu unavyomwambia apumzike, uongozi una stress, lakini una raha zake pia.